Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumebaini kwamba kuna kiwango kikubwa sana cha utapeli na unyang'anyi wa ardhi kwa wananchi, na yapo makundi makubwa ambayo yanafanya kazi hiyo kwa kushirikiana na baadhi ya watu wengine nje au hata ndani ya mifumo yetu ya kiutendaji. Na kwa mantiki hiyo, wapo baadhi ya wananchi ambao wameziona ziara zetu na ambao walikushanyang'anya ardhi kutoka kwa watu mbalimbali, kwa mfano kutoka kwa warithi na kadhalika, na ambao wamekushafika katika ofisi ya mkuu wa mkoa ili kuweza kuzirudisha mali hizo. Nitumie nafasi hii kwanza kuwapongeza sana kwa wale wote ambao wamefanya hivyo, na mpaka sasa tuna ardhi si chini ya 19 ambazo zimerudishwa kinyemela, na wale wote waliopora ardhi hiyo tumeshauriana na kuwasamehe kwa kuwa wamerudisha ardhi hizo kwa wale ambao walikuwa wanahusika. Kwa hiyo sambamba na hili, watu wengi au makundi mengi yanalia, likiwemo kundi la wajane, likiwemo kundi la warithi ambao wamefiwa na wame zao au wamefiwa na watoto zao au wamefiwa na wazazi wao. Makundi haya yote yamekuwa kinyang'anywa sana rasilimali ardhi pamoja na vitu vinginevyo. Lakini jambo la pili pia tumegundua na kubaini kwamba kuna utapeli mkubwa sana kwenye baadhi ya showrooms za magari ambako watu wanalipia magari kutoka kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, lakini wengi wanadhulumiwa magari hayo kwa kudai kuwa magari hayo bado yapo bandarini, lakini ukifuatilia magari hayo hayapo bandarini, na au kiyakuta bandarini basi unayakuta yapo kwenye bonded warehouses yakiwa hajalipiwa chochote. Wapo Watanzania wengi ambao kutoka kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania bara wakipiga simu na kuonesha masikitiko makubwa kwa baadhi ya watu ambao wamejinasibu kuagiza magari au kuuza magari na kuwauzia watu ambao wamekushachukua fedha zao. Ninayo mifano michache, watu wamedhulumiwa fedha zaidi ya milioni 100 mtu mmoja, na kwa mantiki hiyo, hilo pia ni eneo la pili ambalo limekuwa pia ni mwiba mchungu kwa baadhi ya wenzetu ambao wamekuwa ni wanyonge na watafutaji katika taifa lao. Lakini eneo pia la tatu ambalo pia na lenyewe limekuwa ni eneo kubwa sana ni maeneo ya mikopo, wanasema mikopo umiza. Ipo baadhi ya mikopo ambayo watu wanakopeshana, anakopa leo, anasaini mkataba wa mkopo leo, lakini muda huo pia leo wakati anasaini mkataba wa mauziano wa kukopa, leo hiyo anasaini tena mkataba wa kuuza eneo lake. Manake ni kwamba anapokopeshwa anawekewa masharti kwamba ifikapo kesho saa 9 ardhi hiyo, nyumba hiyo au kitu alichoweka dhamana kitauzwa. Kwa anasaini mikataba yote miwili. Kwa hapa napo tumegundua pana unyang'anyi mkubwa mno ambapo watu wanaachia mali zao kwa sababu ya jambo hili ambalo linaitwa mikopo umiza. Lakini zaidi pia kuna maeneo mengineyo mtambuka. Maeneo mengineyo mtambuka ni maeneo mbalimbali ambayo Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wanaumizwa nayo. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, ipo ziara ambayo tumekushaifanya hapa nyuma kidogo, na ambayo mojawapo ilikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa ni ya urithi, lakini nyumba hiyo ambayo mama moja alinyang'anya, na sisi tulipo mnyang'anya nyumba hiyo, naye ameamua kwenda mahakamani kutushtaki. Nataka tu niwathibitishie kwamba riadha hii iko almost kama 2% hivi. Lazima tuhakikishe riadha hii au marathon hii ya kukimbizana na haki inafikiwa. Kwa hiyo tumekushaanza mchakato wa awali wa kujiridhisha zaidi na nyaraka mbalimbali ambazo zimetumika kufoji vitu vingi sana. Na nitoe rai pia kwenye kikao hiki muhimu kwamba nitatoa taarifa vile kwa Watanzania kuhusu unyang'anyi wa aina yoyote ambao utaendelea ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Ninayo orodha hapa ya baadhi ya watu ambao tumekushajithibitishia kwamba hawa ndio wamekuwa wanyang'anyi wakubwa sana pia wa ardhi
katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na ninawapatia almost kama wiki moja tu ili wahakikishe zile ardhi ambazo wamezikalia ambazo sio za kwao, basi katika mkoa wetu waweze kuzirudisha. Tumekwisha fanya uchunguzi wa kina na wa kutosha, na hili nimshukuru sana pia waziri wangu wa ardhi, ndugu yangu Akwilapo, Mheshimiwa Akwilapo. Nishukuru TAKUKURU, nishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, lakini zaidi pia nishukuru wataalamu wengine wa ardhi, na zaidi katika yote nishukuru sana ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Ofisi ya Attorney General imekuwa na ushirikiano mkubwa sana kwetu kama mkoa ili kuhakikisha mahali ambapo tumeshindwa kutafsiri vizuri, basi mambo yote yanatafsirika kama ambavyo imepangwa. Lakini zaidi nishukuru sana muhimili wa mahakama. Yapo mashauri ambayo yamefikia mwisho, lakini watu baadhi tu wamekaidi ili kuweza kuyafikisha mwishoni. Sasa makundi haya ya watu natoa wiki moja tu inatosha, na kwamba wao wenyewe kwa ridhaa yao warudishe zile mali ambazo wamezipokonya kwa watu. Na unyang'anyi mwingine, ndugu zangu wanahabari, ambao umefanywa na baadhi ya watu wakubwa tu kidogo. Mtu anakuja kupanga eneo, kupangisha. Kwa mfano na eneo lako hapa, anakuja anapangisha ile eneo labda kwa miaka 10. Lakini baada ya muda anafoji nyaraka zote, anaonesha kwamba ile eneo yeye ni mpangaji wa miaka 50. Anafoji nyaraka zote kuonyesha kwamba ile eneo ni mpangaji wa miaka 50. Nimezungumza pia na wakuu wa mikoa wenzangu wote wa Tanzania bara kwamba kwa mwananchi yoyote ambaye yuko Dar es Salaam na mgogoro wake unapatikana labda Geita au unapatikana Kigoma au unapatikana Kagera, afike moja kwa moja kama yupo hapa Dar es Salaam, na sisi tutapokea nyaraka zake, tutawasiliana na mkuu wa mkoa mwenzetu haraka iwezekanavyo ili haki yake iweze kupatikana. Tumeona tuyaseme haya, ndugu zangu wa Dar es Salaam, ili ule unyang'anyi wa muda mrefu ambao umedumu kwa miaka mingi, na hasa kwenye ishu ya ardhi, kwenye ishu ya mirathi, kwenye utapeli mwingine ambao unaendelea hapa Dar es Salaam, basi uweze kufikia mwishoni. Awamu hii tumeona ni vizuri tukaendelea kujipembua zaidi, kwa kuwa neno haki limetamkwa sana na Watanzania na wananchi, na sisi kama viongozi huwa pia tunajifunza kwamba kumbe haki ukisimamia vizuri matokeo yake yanakuwa pia ni mazuri. Hiki tunachokifanya sisi ni kusimamia ile haki ambayo inatamkwa mara kwa mara na wananchi wa Dar es Salaam na wananchi wa Tanzania dhidi ya wale ambao wamepokonywa, wamedhulumiwa au wamenyang'anywa rasilimali zao. Sambamba na hili, ndugu zangu, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam sasa tuna miradi mingi sana, miradi ya maendeleo, ambayo hii miradi ya maendeleo, ndugu zangu wa Dar es Salaam, ni miradi ambayo inafanywa kwa pesa ya Watanzania, lakini kwa usimamizi mkubwa sana wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumekwisha muomba Mheshimiwa Rais kwamba kwa kuwa miradi hii ni mikubwa, basi katika mkoa wetu yeye mwenyewe aje kuizindua, kuweka mawe ya msingi na kadhalika. Niliwahi kuambia kwamba tuna madaraja hapa Dar es Salaam mengi ambayo tumepiga kelele kwa miaka mingi sana, kila siku ni mafuriko. Sasa tumemwomba pia Mheshimiwa Rais baadhi ya maeneo kuja kuweka mawe ya msingi na ikiwezekana pia hata kutuzindulia. Na ninayo furaha pia kuwaambia kwamba tarehe 3 ya mwezi wa 3 2026, yani kesho, siku ya Jumanne, Mheshimiwa Rais atakuwa kwenye viunga vyetu vya mkoa wa Dar es Salaam, na atakuwa hapa eneo la Kigamboni kwa ajili ya kuzindua matanki ya kuhifadhia mafuta. Sio mafuta ya kula, mafuta kama diesel, mafuta kama petrol, mafuta kama mafuta ya ndege na kadhalika. Serikali imeamua kujenga matanki haya ambayo yako chini ya Wizara ya Uchukuzi kwa ndugu yangu Profesa Mbarawa. Na Profesa Mbarawa atatoa taarifa ya kina kuhusu Mheshimiwa Rais kuja kuzindua matanki hayo, na ambayo itafanywa, Mheshimiwa Mbarawa ataifanya taarifa hiyo leo, lakini mimi kama mkuu wa mkoa ninayo haki na heshima ya kuwakaribisha wana Dar es Salaam wote tuungane na Mheshimiwa Rais kwa siku ya kesho kuja kuzindua matanki haya kuhifadhia mafuta. Sasa mtu wa kawaida anaweza kujiuliza, matanki ya kuhifadhia mafuta yananisaidiaje mimi? Jambo ni dogo tu. Leo mmeona kule kwa wenzetu Iran na kwa baadhi ya mataifa ambayo yanazalisha sana mafuta. Leo mmeona kule
meli hazikatishi kwenye bahari hiyo na kadhalika. Sasa kama serikali hautakuwa na hifadhi ya mafuta angalau hata wiki mbili katika kipindi ambacho mataifa mengine yanayo supply yanaweza kuwa katika mitikisiko ya kisiasa, maana yake ni kwamba taifa lako hamtawasha umeme, taifa lako magari yatakuwa na mafuta, taifa lako mitambo itakwenda ambayo inatumia diesel kwa muda wote ambao mataifa hayo ambayo yana supply yatakuwa kwenye hali hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kwamba ni muhimu kuweza kujenga matenki yanayomilikiwa na serikali ili kuweza kuhifadhi mafuta, pamoja na kwamba private sector wanahifadhi pia mafuta, lakini vizuri pia serikali kajenga matenki hayo ili in case of anything basi taifa linaweza, waizungu wanasema to keep on rolling or to keep the ball rolling or to hit on the ground running katika kipindi chote ambacho dunia inaweza kuwa ipo kwenye mitikisiko fulani. Kwa hiyo kesho kuanzia saa 1 asubuhi wananchi wameshapewa utaratibu na mkuu wa wilaya wa Kigamboni na wale wananchi wote wa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba pale Kigamboni Mheshimiwa Rais atafika hapo ili kuzindua matenki haya. Kwa hiyo nitumie nafasi hii wana Dar es Salaam wote kuweza kuhudhuria ili tumpe support kubwa Mheshimiwa Rais kwa manufaa makubwa ya maendeleo yanayofanywa kwetu. Na wana Kigamboni wanaweza pia kujiuliza kwamba sasa matenki yale mbona sisi huku barabara hamna? Mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais huyo ametoa bilioni 83 kujenga barabara kilomita 41 ambayo inaanzia hapa Kibada kwenda Mwasonga kwenda mpaka Kimbiji kilomita 43, na barabara inajengwa na mkandarasi anaitwa Esteem Construction ambaye amekwisha anza kujenga barabara hii na ipo zaidi ya 40%. Lakini mtakumbuka pia wakati yupo kwenye ziara kuzindua kiwanda cha magari ya Ho pale, kile kiwanda tunaita Saturn, aliahidi pia kujenga barabara ya zaidi ya kilomita 7. Barabara hiyo ndugu zangu, leo ninavyozungumza mkandarasi amekwisha oneshwa site na muda wote kutoka sasa amepewa muda wa kisheria kuanza kuijenga barabara hiyo. Kwa hiyo wana Dar es Salaam tuendelee kujivunia kwamba maendeleo yanafanyika katika mkoa wetu katika kila sekta. Lakini ukienda kule Mbagala kama ambavyo nilisema, kuna ule mteremko mkubwa sana pale ulikuwa unasumbua sana watu. Leo Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 54 ili ziweze kutengeneza barabara mpaka pale Kongoe zaidi ya kilomita 3, pamoja na daraja ambalo limekusha tangazwa sasa na ambalo mwisho wa siku barabara ile itakuwa pia na flyover kuelekea kutoka upande wa Kongoe kuelekea upande wa Kigamboni. Itakuwa pia na flyover. Zaidi ya bilioni 54 zimetolewa na barabara ile tayari mpaka sasa imekushaanza kutengenezwa. Kwa hiyo ndugu zangu wana Dar es Salaam, ni kwamba miradi mikubwa yote kama hiyo tukimwona Mheshimiwa Rais mwenyewe anakuja kuizindua, anakuja kuishughulikia, ni faraja kubwa kwetu kwamba Watanzania wana hamu na rais wao ili waweze kumuona akiwa anazindua miradi ambayo amesimamia ili mwisho wa siku tuweze kupata maendeleo makubwa. Sasa haiwezekani tukawa tunapata maendeleo makubwa namna hii alafu Dar es Salaam ikajengwa katika msingi wa matapeli, msingi wa unyang'anyi, msingi wa dhuluma, msingi wa ubabe, msingi wa chuki na msingi wa choyo. Lazima tuhakikishe kwamba mambo haya yote tunayarekebisha ili mambo yaweze kwenda vizuri.